Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron anasema kwamba Hamas haipaswi kuitawala Gaza baada ya vita. Rais huyo wa Ufaransa Bwana Macron amesema kundi hilo la wapiganaji wa Hamas halipaswi kuwa na dhima yoyote katika utawala wa ukanda wa Gaza hadi pale vita vinavyoendelea kati ya kundi hilo na Israel vitakapokamilika. Matamshi hayo ameyatoa wakati akiwa ziarani nchini Misri tangu mwishoni mwa juma, ambapo amefanya mazungumzo mapana na mwenyeji wake Rais Abdel Fattah al-Sisi. Mazungumzo yao yametuama kwa sehemu kubwa juu ya mzozo wa Gaza na mahusiano ya serikali mjini Paris na Cairo. Kwenye mkutano wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika leo Jumatatu, viongozi hao wawili kwanza walizungumzia hali mbaya ya kiutu inayoshuhudiwa sasa ukanda wa Gaza na kukosoa kwa matamshi makali kurejea kwa mashambulizi ya Israel kwenye ardhi hiyo ndogo ya Wapalestina. Marais Macron na al-Sisi wamesema wanaunga mkono kwa kauli moja kurejea haraka kwa utekelezwaji wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa mwezi Januari na kufunguliwa milango ya kuingizwa misaada ya kutosha ya kiutu kuwasaidia wakazi wa ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Macron amependekeza chama cha Fatah kiongoze Gaza baada ya vita. Ama kuhusu jukumu la kundi la Hamas mnamo siku za usoni za baada ya vita, Rais Macron amesema kundi hilo halipaswi kuwa na dhima yoyote katika kuiongoza Gaza. Kiongozi huyo amependekeza badala yake kuwa ukanda huo utawaliwe na mamlaka ya Wapalestina. Kiongozi huyo amependekeza badala ya kuwa ukanda huo utawaliwe na mamlaka ya Palestina inayoongozwa na chama hasimu kwa Hamas cha Fatah chenye makao yake makuu huko Ramallah katika eneo la Ukingo wa Magharibi. Israel imesema mara kadhaa kwamba inalenga kulisambaratisha kundi la Hamas na inapinga mpango wowote wa kundi hilo kuendelea kuitawala Gaza baada ya vita. Hamas iliyoinuka katika vuguvugu la kisiasa la Kipalestina ndani ya Gaza imekuwa ikiutawala ukanda huo tangu mwaka 2007. Miezi ya hivi karibuni kundi hilo limeashiria kuwa tayari kuachia madaraka ya Gaza kama njia ya kuafikia amani dhidi ya Israel. Mbali na suala hilo la hatma ya Hamas, Rais Emmanuel Macron pia amezungumzia upinzani wake wa mpango wa Rais Donald Trump wa Marekani wa kutaka kuwahamisha wakazi wa Gaza na Washington kuchukua udhibiti wa ardhi hiyo. Anasema Ufaransa inajiunga na Misri katika hoja muhimu, na ningependa na nilisema wazi hapa, tunapinga bila kificho kuhamasishwa kwa watu na kunyakuliwa kwa mabavu ardhi ya Gaza au Ukingo wa Magharibi. Huo utakuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria ya kimataifa na kitisho dhahiri kwa usalama wa kanda nzima ikiwemo Israel, amesema Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa. Ikumbukwe pendekezo hilo la Trump liliungwa mkono na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel, limekabiliwa na ukosoaji mkubwa wa kimataifa tangu lilipotolewa mwezi Februari. Mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu ikiwemo Misri yameongoza upinzani dhidi ya mpango huo na badala yake yanatangaza ujenzi wa Gaza ufanyike bila kuhamishwa kwa watu, hatua itakayofungua njia ya kupatikana utawala mpya ndani ya Gaza. Hata hivyo, mashambulizi yanaendelea katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Ndani ya Gaza kwenyewe watu 15 wanadaiwa kuuawa leo kutokana na mashambulizi ya vikosi vya Israel. Miongoni mwao ni mwandishi wa habari wa tovuti ya Palestina Today, Yusuf Al-Faqawi, ambaye aliungua mwili mzima baada ya hema alilokuwemo kushambuliwa na Israel majira ya alfajiri ya leo. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari inasema kifo chake kinafanya jumla ya waandishi waliouawa katika mzozo wa Gaza kufikia 173. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yuko nchini Marekani kwa mazungumzo na Rais Donald Trump. Hiyo ni ziara ya pili ya Netanyahu nchini Marekani Trump alipoapishwa mwezi Januari. Ajenda kamili ya ziara sasa ya Netanyahu haijafahamika, lakini inafanyika baada ya Trump kutangaza ushuru kwa bidhaa kutoka nje, ambapo Israel imekewa ushuru wa 17%. Kadhalika inafanyika katika kipindi ambacho kumekuwa na mvutano kati ya Marekani pamoja na Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia.